naisherehekea talaka yangu, nimeitaka. Ndio maana nimeamua kuisherehekea. Usiwajua kitu kikitaka. Ndio maana nakisherehekea kwa sababu nilichoka. Yaani nimeitaka talaka na ndio maana naisherehekea. Sina wasiwasi, sina matatizo, wala sio matatizo yangu. Kwenye changamoto za maisha ya ndoa anayejua ni mke na mume ndani. Kwa hiyo matatizo ya kwangu mimi nimeyachoka na ndio maana nikaidai talaka. Na ndio maana nimeifurahia kuipata na nimeishi nayo na mpaka leo naisherehekea. Nilikuwa nimeolewa takriban miaka 3 mpaka kufikia hapa. Nimeshindwa mwenyewe na ndio maana nikaitaka. Kwa sasa na watoto 4. Mume wangu alioniacha nimezaa naye watoto mapacha. Nipo nao mwenyewe, naishi nao, sina wasiwasi wala sina matatizo. Ndali siogopi wala siwaandafii watu. Sio ndio yangu ya kwanza, ni ndio yangu ya 3. Mpaka kufikia hapa. Huwa sibabaishi na mapenzi dada. Nikiona nimechoka na move on. Nawasuluhisha kila mara. Na kweli wananisikia, wanakaa. Baadaye wanabadilika. Wanarudi tena vile vile. Sasa naona nimeshindwa. Safari hii wameamua wenyewe, wameachana wenyewe. Baba amefukuzwa nyumbani akamwambia wewe ondoka, nimechoka na mambo yako. Sitaki hata ukanyage. Hivi ana watoto mapacha na yeye. Lakini wapo nyumbani kawaacha, basi mwenyewe endelea na maisha yake. Sherekea talaka, je, inapokuja ndoa nyingine utaipokea kwa namna ipi? Iko pia tumekuja kukiangalia, huyu ambaye anasherekea talaka kesho akaletewa barua ya posa ataipokea? Aise, mimi kwa kweli nimekuja kusherehekea, yani nimekuja kwa ajili ya kuangalia mziki na kuangalia ni namna gani huyu ambaye anasherehekea talaka atakuwa kwenye mosheni gani. Lakini mimi kama mwanamume kwa kweli kuacha si jambo zuri. Kwa kweli masala ya talaka ni masala ambayo yamo ndani ya dini. Na dini inatambua sana masala ya talaka na ina mfumo wake. Maana yake ni kwamba hukuwa na ndoa haja na ndoa yako ndio maana washerehekea. Lakini mtu aliyekamilika, aliyekuwa na fikra kamili, basi anatakiwa moja kwa moja ahakikisha kwamba anapoachwa basi akae aliye sana. Kwa nini kaachwa? Akae awe na mawazo makubwa, kafanya nini mpaka akaachwa. Sio kusherehekea. Kule kusherehekea ni kuonyesha utoto katika dini na kuonyesha kwamba huna ukomavu ndani ya dini. Sasa tunatakiwa sisi kama viongozi tuwasaidie watu kama hawa katika kuweza kuwaelimisha au kuwaelimisha jamii kwa ujumla juu ya thamani ya dini.